Hivi kwenye purukushani zako za wizi ushakula kibano mwanangu? Mimi nishakulaga kibano cha wizi, kwaona kielewa yani. Mimi kwa bado kidogo tu ni chomwe moto, lakini bahati nzuri au mbaya. Wapi hiyo ilikuwa? Kimanga hapo. Kimanga Mawenzi hapo. Na nakumbuka nilikuwa mwizi tu kawaida, naiba udokozi wa nyumbani. Baadaye sasa kilichonifanya nirudi tena kwenye mwizi, kwa sababu tulikuwa tunaenda kanisani. Ukienda kanisani mnasema ile kanisani padri anakuwa anaongea, unaelewa, kuna misa, kuna muda yanatoka mawaiza ambayo yanawalenga watoto kwa ajili ya kuwaweka katika mazingira ya maadili yaliokuwa mazuri. Kwa hiyo nilikuwa nikiambiwa kanisani, kiona wanaongea swala wizi, dhambi inapokemewa, nikapunguza kidogo. Unaelewa, so because I believe in God, bro. Kwa nikapunguza. Sasa ikatokea tatizo mdogo FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Baba na bibi na sisi. Unaelewa, sisi tunatoka twende shule. Huyo mzee kazi yenyewe alikuwa hana. Sasa alale na mama hospitali. Unasoma sio bro? Alale na mama hospitali, asubuhi aamke akaanze kupambania nini? Msosi nini? Msosi. Bado unapikwa saa ngapi? Anarudi tena hospitali saa ngapi? Sio, unanielewa bro? Kwa kabidi hapa sasa nijiongeze kama mtu mzima. Naambia niende shule lakini natia na nguo nyumbani kwa ndani. Kipindi kile skin tight zinaitwa modo. Naitia kwa ndani. Kwa nikitoka mimi navua pesa ya shule, natoka saa 11 naanza kufanya balaa langu hapo. Naiba viazi, ndizi kwenye magenge. Sio unajua alfajiri watu hawajaamka. Nafungua naiba vitu pale. Sasa siku hiyo baba kirudi anakuta vitu vimepikwa nini, anachukua, abidi aulize, kwa sababu sasa anaona kuna bibi pale. Anajua labda bibi kamuomba, labda kampiga labda mjomba au nani kamuomba hela, kumbe hajui kwamba mimi ndo nasababisha. Kwa siku hiyo sasa ndo nimekamatwa sasa. Natoka tu na manyanya yale na mandizi na nimekamatwa. Mwana nikakamatwa pale, watu wanakuja pale, chomwe tu muue. Pika nimetulia tu. Sina cha kufanya, hata sikuwa na wasiwasi. Basi kweli jamaa katoka na shoka, brother wangu anaitwa Ima, katoka na shoka. Kaangalia huyo mbona mdogo. Basi nikachukua tu nikafungwa kamba mikono na miguu hivi, nikalazwa kwa barazani, watu wamejaa pale, tupige. Lakini hamna ananipiga. Wanaishia tu wanaongea, wala bwana. Basi aitwa mzazi wake, akaitwa bibi kwa sababu baba si hospitali. Akaitwa bibi pale, bibi akaja, akaniangalia. Akasema kumbe vitu vyote unachukua unaiba, kumbe ndo unaitaga nyumbani. Kwa sababu akiniuliza sina mdanganya. Sasa bibi akajisikia tu uchungu. Unajua bibi akajisikia tu uchungu pale. Kakaa. Sasa watu wakaendelea sasa kushout, tumchome. Bibi akasema kama mnamua, msimuue mbele yangu mimi. Mueni. Yeye akaondoka. I say ozamini bro, hakuna mtu anifanya chochote baada bibi kuondoka pale. Akaja mjumbe tu, akamuita mjumbe. Nafikiri sijui sasa, kwa sababu yani sijui, itanibidi ni siku niende kwa yule mjumbe nikamuulize, siku ile ilikuwaje wewe ukaja pale mimi tu ukanichukua? Kwa sababu natoka pale brother Jabili, naenda nyumbani nakutana na msiba sasa wa mdogo wangu. Si unanielewa bro? Sasa sikujua wakonichoma moto kwa sababu walishasikia kuna msiba home, au vipi. Lakini mimi kuanzia siku hiyo ndio kwa mwisho wa wizi, kwa sababu nilikuwa nampenda sana yule dogo. Nilikuwa nampenda sometimes kwa sababu alizaliwa kama mlemavu fulani. Nilikuwa nambeba mimi, naenda na mama SCBRT pale Msasani pale. Kuna hospitali ya serikali ya bure, nasaidia watu kwa bure pale. Yes, kwa shabeba mimi mdogo wangu, yani kwa napenda, mimi napenda dogo zangu. Umeona bwana. Kwa hiyo nachungulia hivi, mwanangu ndo ananiambia nachungulia nyumbani kwetu kama kwa juu hivi, mimi niko kwa chini. Hiyo kitu mwanangu nilikaa mwenyewe, nikalia safu, nikamwaahidi mdogo wangu yani sitoiba tena, kwa sababu niliamini, unajua mkiwa familia
huyu akipata matatizo au kakako akipata matatizo, kuna hali ya mapigo ya moyo unasikia, kuna maumivu, kuna kitu Yesu na kifeel hata kama hujui. Ndio maana unaona utampiga simu, mama vipi, uko salama? Kuna hiyo hali ikikutokea tu ujue labda. Kwa hiyo nafikiri kwa sababu alikuwa anaumwa na mimi pale sikuwa nataka kuchomwa moto, nafikiri dogo itakuwa pressure ile ikamfanya, unaona bwana. Kwa hiyo nikaacha kuiba bro. Hiyo ndio sababu yangu mimi nimeacha kuiba, haki ya Mungu tena. Mpaka leo. Pole sana. That's interesting yani kwenye FM kutoka Tabata.